kadiri ya ushauri wa Luka ni vyema tukaishi hivyo. Ukisoma kitabu cha Luka sura ya 1, anatoa ufafanuzi kwa mfalme Teofilo. Mfalme Teofilo aliona kwamba huenda Wakristo wakawa kinyume na serikali. Luka alijaribu kutoa ufafanuzi, lakini akaja kitabu cha Matendo ya Mitume akaandika historia yote ya kanisa na namna ambavyo linaenda. Kwa hivyo nataka nikwambie, mtu ambaye unapinga ushauri wa neno la Mungu, nenda na wewe kajiridhishe. Luka alisema pamoja na kuwa watu wengi wametia mkono katika kutunga habari ya mambo yaliyosikiwa masikioni mwetu, na kwako mfalme yalisikika, lakini nataka nikuthibitishie hayo mambo namna yalivyokuwa ni kwa namna tofauti. Mimi mwenyewe nilipoingia kutunga na kutia mkono wangu kuandika, nilijiridhisha kwao waliokuwa mashahidi wa hayo mambo. Kwa hiyo Luka alipokuwa anatatua ule mgogoro, ni kwa sababu ya kutenganisha serikali na dini, ni vitu viwili tofauti. Yesu mwenyewe alitamka akasema, ya Kaisari mpeni Kaisari na ya Mungu mpeni Mungu. Mtu akiona anataka kuchanganya, basi hatuna namna, yeye ndiye atajua ana Mungu mwingine wa kwake aliyemuumba yeye peke yake. Maana kama ni yule Mungu wa wote, yeye aliagiza ya Mungu mpeni Mungu na ya Kaisari mpeni Kaisari. Kampeni na siasa ni za Kaisari, na misimamo ya Kaisari ya kisiasa ni tofauti na misimamo ya Mungu. Misimamo ya Mungu ni kuhubiri watu waache dhambi. Misimamo ya serikali ni kulinda watu na mali zao wawe salama, wao pamoja na mali zao, kwa kutumia mkono uitwao sheria. Sisi tunatumia mkono uitwao neno la Mungu, toba, watu wapate toba mbele za Mungu. Wakati huo sheria inasema, serikali inasema lazima watawadibishwa kwa mujibu wa sheria, na hayo yote yamebebwa kwenye Biblia. Soma vizuri Biblia, usiwe unakurupuka na kudanganya watu wewe nabii ambao unatangaza ni nabii na unafundisha visivyo. Mimi nakushauri usirudie tena mambo kama hayo. Watu wa Mungu, tunahitaji kuitakia mema nchi yetu, tunahitaji kuiombea, tunahitaji kupenda viongozi ngazi zao zote, kufuatia itifaki vizuri izingatiwe, lakini pia tuheshimiane wenyewe, tujaliane, tupendane, lakini pia tupate kujua makusudi ya wale wanaochochea migogoro na matatizo katika nchi yetu. Wao je, wana mchango gani kwa sisi? Ni kweli wao wanawezekana ni Watanzania, lakini wengine ni Watanzania wasio Watanzania. Wengine kwa maslahi yao, wengine wanasababisha hii migogoro, wanachochea watu wanapoandamana, wanapigana, wanauana, wao ni kubeba mali za watu. Wao ni majambazi, waje wabebe mali za watu, waje wavunje maduka, waje waibe magari, waje wafanye vinini. Kwa kila mmoja na maslahi yake. Hebu jaribu kuangalia wewe unapoingia kwenye hayo mambo unakuja kufaidi nini? Mimi kama mchungaji niliona nitumie nafasi hii kuyaweka wazi haya mambo mawili, juu ya serikali na juu ya raia, na hatimaye mgogoro uliopo katika mwaka huu 2025 ijulikane vizuri namna gani watu tunatakiwa kwenda. Kwa ushauri huu, bila shaka ninaamini kabisa wenye ufahamu mzuri tumepatana na mambo yataenda vizuri, lakini wasio na ufahamu mzuri, basi anyway, kwa sababu nimeeleza wale wenye maumivu, mimi ni miongoni mwa wenye maumivu. Mimi Mtanzania mwenzangu anapopata majanga, anapata maafa, mimi ni mmoja wa wanaoumia. Maana ninajua inanipasa kulia na wanaolia, na inanipasa kucheka na wanaocheka. Nisingependa kumpoteza Mtanzania, na nisingependa kabisa rasilimali za watu zipotee. Leo hii matajiri wanapopotezewa mali zao, mimi nitapata wapi fedha? Leo hii maskini wanapouawa, matajiri ni nani atakayewafanyia kazi? Naomba tulizingatia hilo. Bwana awabariki sana.